Bakari hatukumwona muda mrefu sana, lakini Folz kamwamini, kampa nafasi na anafanya kama kawaida. Unajua Bakari Nondo sio mchezaji, sio center back mbaya ila tu alishindwa kuendana na ile kasi ya Young Africans kwa wakati ule chini ya makocha ambao wamepita kwenye siku za hivi karibuni. Kama ukimfuatilia vizuri Romain Folz, sio mwalimu ambaye anapenda timu yake ipige pasi nyingi sana ikiwa nyuma. Ila nyuma mnatakiwa kukaa na kumkisha mnapigana pasi 2-3 mnatoa mpira mnapeleka mbele. Sasa kwa aina hiyo ya uchezaji lazima Bakari Nondo Mwamnyeto umtumie. Okay. Na huwezi kuona madhaifu yake hata kidogo, na utamtumia tu kwa sababu ni mtu ambaye mkiwa direct zaidi anaweza kucheza vizuri. Lakini inavyohitajika sasa mwe mnapiga pasi nyingi labda 5, 6, 7 nyuma wenyewe, mpasiane wenyewe, msogee ili mienye ipatikane ya kupeleka mpira mbele. Hapo ndo unaweza ukamkataa Bakari Nondo Mwamnyeto. Na ndio maana Miguel Gamondi alianza kumtoa kwenye kikosi cha kwanza. Kwanza alianza Nabi wakati ule mwishoni. Baada ya kwanza kumuingiza Baka kwenye timu, alianza kumweka pembeni. Gamondi akaja akamweka pembeni. Sidramovic akaja akamweka pembeni. Akaja Hamdi Miludi akamweka pembeni. Hawa ni makocha wanne ambao wameifundisha Yanga kwa vipindi tofauti. Lakini mwalimu huyu kwa nini kamtumia? Sio mwalimu ambaye anapenda timu yake ipige pasi nyingi sana kwenye eneo la nyuma. Kwa hiyo unakuta sasa wanaweza kapasia pasi 2-3, labda Diara kwa Bakari, labda Bakari labda mbele kwa kina Duke Abuya, tayari mpira unatembea. Hakuna ni kwamba labda mpinzani kajaza wachezaji wengi mbele, tuanze kupasiana sisi wenyewe kwa wenyewe, tupasiane hata pasi 5, 6, 7. Tafute hiyo. Sio kocha wa hivyo. Kwa hiyo ukiwa sio kocha ambao unapenda aina hiyo ya mpira, kwa hiyo Bakari huwezi kuona madhaifu yake. Kwa sababu madhaifu ya Bakari sio kwenye hate, kwamba baba sio mzuri kwenye mipira ya juu. Sio kwenye kufanya marking, kwamba baba sio mzuri kwenye kufanya marking. Hapana. Shida yake ni hapo kwenye kuchezea huo mpira sasa. Kwenye kupasiana hiyo mpira ndio changamoto yake. Kwamba sio mtu mwepesi sana kufuata mpira, lakini pia sio mtu mzuri sana kwenye kupigana pasi za hapa na pale. Okay. Kwa hiyo sasa hiyo ni changamoto yake ambayo inasababisha makocha ambao wanapiga sana pasi, wanapenda pasi nyingi kutokea nyuma, wasiweze kumtumia sana. Lakini kwa Romain Folz, namna ambavyo timu yake inafanya build up, ni rahisi tu kumtumia Bakari Nondo Mwamnyeto na timu ikaonekana na akacheza vizuri kwenye kiwango kizuri.